baada ya mashambulizi kadhaa yaliyofanywa na Ukraine katika maeneo mbalimbali ya Urusi ikiwa ni pamoja na viwanja vya ndege, lakini wakati huu inaelezwa kwamba Ukraine imeharibu daraja la Crimea, na kwa mujibu wa msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amethibitisha hilo. Kutokana na hilo, rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin amemtuma katibu wa Baraza la Usalama la Urusi Sergei Shoigu kuelekea huko nchini Korea ya Kaskazini kukutana na rais wa taifa hilo Bwana Kim Jong-un. Imepangwa kuwa Shoigu atakutana na kiongozi mkuu wa Korea ya Kaskazini Bwana Kim Jong-un, na kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa kupitia Baraza la Usalama la Urusi ni kwamba mazungumzo hayo yanatarajiwa kufunika utekelezaji wa baadhi ya hoja za mkataba wa ushirikiano wa kimkakati na ushirikiano kati ya Urusi na Korea ya Kaskazini. Na kwa mujibu wa wachambuzi ni kwamba huenda Korea ya Kaskazini ikatuma idadi kubwa ya wanajeshi kwa ajili ya mapambano na kuweza kumaliza kabisa na kusambaratisha baadhi ya maeneo mengi nchini Ukraine. Hata hivyo, naibu katibu mkuu wa Baraza la Usalama la Urusi ambaye pia aliwahi kuwa rais wa taifa hilo Bwana Dmitry Medvedev alisema siku ya Jumanne kwamba moja kati ya kitu ambacho Urusi inakihitaji wakati huu ni kushinda katika mapambano na si jambo lingine. Urusi pamoja na Korea ya Kaskazini pamoja na kuendeleza kumbukumbu za wapiganaji wa Korea ambao walisaidia kukomboa eneo la Kursk. Zaidi ya hayo, majadiliano yatajumuisha masuala ya sasa ya kimataifa ikiwa ni pamoja na hali inayozunguka Ukraine. Ziara hii ya Pyongyang ni ya hivi punde zaidi kwa katibu wa Baraza la Usalama la Urusi katika miezi ya hivi karibuni. Shoigu alitembelea Pyongyang mara ya mwisho mwezi Machi mwaka huu. Katika kipindi hiki cha mwaka 2025 kutakuwa na mawasiliano ya mara kwa mara kati ya Urusi na Korea Kaskazini kuliko miaka yote iliyopita kutokana na mkataba wa ushirikiano wa kimkakati na wa ushirikiano kati ya Moscow na Pyongyang. Shoigu amesema katika mkutano wa kimataifa wa wawakilishi wakuu wa usalama huko Moscow mwishoni mwa mwezi Mei kwamba watakuwa wakifanya mawasiliano ya mara kwa mara tofauti na nyakati zingine. Mahusiano kati ya Urusi na Korea Kaskazini yanaendelea kwa nguvu, Shoigu alibainisha. Wakati wa kongamano la usalama huko Moscow, Shoigu aliwashukuru wanajeshi wa Korea Kaskazini kwa usaidizi wao katika kukomboa eneo la Kursk, huku akisema walipigania ukombozi wa ardhi yetu kana kwamba ni ardhi yao wenyewe. Shoigu alisisitiza kuwa jeshi la Urusi Valery Gerasimov mnamo Aprili 26 aliripoti kwa rais wa Urusi Vladimir Putin akionyesha msaada wa watu wa Korea Kaskazini katika kuwashinda wanajeshi wa Ukraine katika mkoa wa Kursk. Putin alishukuru vitengo vya jeshi la watu wa Korea vilivyoshiriki katika kuwasaidia na kushinda eneo la Kursk dhidi ya Ukraine ambayo ilivamia eneo hilo la mpaka tangu mwezi Agosti mwaka 2024. Akibainisha kuwa walifanya kazi yao kwa heshima na ya ushujaa na kuwaletea utukufu usiokuwa na kifani. Pia alitoa shukrani za dhati kwa mwenyeji wake wa Korea Kaskazini Kim Jong-un na uongozi mzima wa watu wa nchi hiyo. Kulingana na rais, watu wa Urusi hawatasahau kama vitendo vya kishujaa vya jeshi la Korea ya Kaskazini. Mtazamaji, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni mpango ambao wakati huu unapangwa na Korea Kaskazini pamoja na Urusi, ambapo Sergei Shoigu, katibu mkuu wa Baraza la Usalama la Urusi, yupo nchini Korea Kaskazini na ametumwa na rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin kukutana na kiongozi wa Korea Kaskazini Bwana Kim Jong-un na kufanya mazungumzo mazito juu ya namna ya kupambana katika eneo hilo la Ukraine. Endelea kuwa nasi, lakini usisahau ku like, ku comment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein.